Unaona ukimya wao, Waswahili wanasema kimya kingi kina mshindo. Na ndio maana hata msemaji wetu ameshatoka hewani amekuja kutuambia wana Simba kwamba sisi Simba mjadala wa dabi tutakuwa mfungo. Wewe unaamini Mwanaisha Simba hawana wazee? Juzi tumesikia wazee kutoka Dodoma. Tukasikia tena wazee kutoka Zanzibar. Jana tukasikia wazee kutoka Dar es Salaam. Na leo sijaingia katika mitandao na wasiwasi inawezekana wazee kutoka Lindi au Rufiji wamefanyaje? Wamezungumza. Dhamira na nia ya Simba na Yanga sio kutugawa, ni kutuunganisha. Begi Kisiki na Machachari Afrika Mashariki na Kati, ambaye anahakikisha nakuletea leo yote ya michezo ambako sasa hivi yanaendelea kufanya vizuri zaidi ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mbele yangu hapa nipo na Mikoi Kisugu, shabiki kindakindaki wekundu wa Msimbazi Simba. Bado tupo katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Lakini kwa upande wa wenzetu waumini wa dini ya Kikristo wapo katika mwezi wa Kwaresma. Mikoi Kisugu, habari yako? Nzuri, mambo vipi? Poa, mzima wewe? Safi, lakini hisi leo kama wanapenda kunikosea na waandishi wa habari wengi mnanikosea katika hili. Leo lazima niseme. Na naamini kwa sababu waandishi wa habari wanapitia katika peji zenu pia wataenda kujifunza kitu kutoka kwangu leo. Napozungumzia swala la ushabiki tu wa Kisugu, amunitendei haki bila kutaja mwanachama wa klabu ya Simba. Kwa sababu unapozungumzia kwamba Kisugu ni shabiki, watu wanaishi katika maisha hayo. Siwezi kukataa ushabiki, lakini unapokwenda kugusia ushabiki, basi pia gusia na mwanachama wa klabu ya Simba. Maana yake unapokwenda kugusia wanachama wangu, unakwenda kidogo kunipa hadhi, kuonekana kwa namna moja au nyingine wanapata nafasi ya kwenda kushiriki, kwenda kufanya maamuzi kwenye klabu ya Simba. Mimi ni mwanachama wa klabu ya Simba kupitia katika tawi la Simba Makini, moja katika matawi bora sasa hivi katika mkoa wa Dar es Salaam Tanzania ni Simba Makini. Ina story ndefu. Tumetoa viongozi wawili, maana yake tumemtoa kiongozi mmoja akaingia katika bodi ya wajumbe katika kuchaguliwa, lakini mmoja ameingia katika bodi ya wajumbe ya kuteuliwa na mwekezaji. Kwa hiyo hiyo ni moja katika tawi ambalo linatoka mimi la Simba Makini. Kadi yangu nasema siku zote kadi namba 05268. Kisugu, siku hii leo tumekutafuta tupate busara zako kutokana na kile ambacho kwa hivi sasa kinaendelea ndani ya ligi kuu Tanzania bara baada ya mchezo wa dabi ya Kariakoo kuhailishwa. Kumekuwa na maneno mengi mtaani. Wapo ambao wametoa msimamo wao hapa, na maanisha kwa upande wa Young Africans wenyewe wametoa msimamo wao, na mpaka hivi sasa tunaweza kuwaona wanachama wa Young Africans wakiendelea na msimamo wao wakisema kwamba hawezi kucheza tena mechi nyingine. Lakini kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba mmenyamaza kimya. Kama shabiki wa Simba na mpenda mpira hapa nchini kwetu Tanzania, maoni yako ni yapi na jicho lako linaona nini siku zinazokuja? Moja kwanza nishukuru sana kwa swali zuri. Lakini moja niseme niwapongeze sana management ya Simba. Kwa sababu toka lile tukio lilivyotokea, toka namna ambavyo management ya Simba walivyoandika barua yao na kutoa msimamo wao juu ya ile mechi, hakuna tena kiongozi wa Simba aliyoweka A wala B katika kuongeza katika ile mambo yaliyotokea. Hii maana yake nini? Moja, inaonekana ni utambuzi kwa namna ambavyo viongozi wa Simba wanavyojitambua. Lakini pili, unaona ukimya wao, Waswahili wanasema kimya kingi kina mshindo. Na ndio maana hata msemaji wetu ameshatoka hewani amekuja kutuambia wana Simba kwamba sisi Simba mjadala wa dabi tutakuwa mfungo. Hata sisi akina Kisugu wanachama wa klabu ya Simba tunapoamua kujadili na nyinyi kuhusu dabi, tunaukosea uongozi wetu, tunaukosea msemaji wetu, kwa sababu wao wameshakuja na tamko juu ya dabi, hatutakiwi tena kwenda kuzungumza, tuiachie mamlaka yenye kuamua katika kile ambacho kilitokea uende wakaamue. Kikubwa ni kwenda kusimamia kanuni na muongozo wa mpira kwa namna ambavyo sisi tunavyojua. Lakini kwa sababu mnatuuliza nanyi tunashirikiana na sisi waandishi wa habari, waandishi wa habari na Simba Sports ni party na watu ambao wanaoshirikiana, tunalazimika kuvunja kanuni na matakwa ya uongozi wetu ili tuende nanyi sambamba, kwa sababu tunaamini tunaishi katika ushirikiano. Leo hii mmeona dabi ile ilivyoahirishwa sehemu zote mbili kwa namna moja au nyingine, tunaweza tukasema zimeathirika. Simba alikuwa anahitaji kupata point 3 na Dar es Salaam Africans alikuwa anahitaji kupata point 3. Lakini leo jiulize, nani anashinda kwenye mitandao? Wazee gani ambao wanashinda kwenye online hizi? Ni nani? Wewe unaamini Mwanaisha Simba hawana wazee? Juzi tumesikia wazee kutoka Dodoma. Tukasikia tena wazee kutoka Zanzibar. Jana tukasikia wazee kutoka Dar es Salaam. Na leo sijaingia katika mitandao na wasiwasi inawezekana wazee kutoka Lindi au Rufiji wamefanyaje? Wamezungumza. Sisi Simba
tunaamini kwenye busara. Kukaa kimya nako Waswahili wanasema jibu. Maana sio kukaa kwetu kimya ili jambo tunaamini ndio limekwisha, tunaiachia nafasi yenye mamlaka kwenda kuamua juu ya hilo. Kwa hiyo mamlaka itapokwenda kuamua, sisi kama Simba Sports tutakuja na tamko. Tusubirie tamko la Simba. Sisi tunasubiria. Lakini moja tu ambao unaweza kuchallenge akili yako, tamko linalosubiriwa na Simba linatoka kwa nani? Bodi. Maana yake bodi unapoigusa lazima unakwenda kuigusa na chama cha mpira wa miguu Tanzania, si ndio? Ndio wenye mamlaka, ndio wenye mpira wao, ndio wenye maamuzi yao. Wakisema A inakuwa A, wakisema O inakuwa O. Hapo hapo katika mamlaka za mpira wa miguu hapa nchini kwetu Tanzania, baadhi ya mashabiki wa Young Africans wanaonekana kutokuwa na imani nazo. Ndio system ya dunia ilivyotengenezwa. Wanataka viongozi wa ndio system ya dunia ilivyo. Hakuna jambo unaweza kulifanya katika dunia watu wote wakalikubali. Wako watu wapingaji watakaopinga na wako watu watakaofanyaje? Watakaokubali. Sisi katika imani, samani kidogo sitaki kwenda huko kwa sababu mwezi kuna muda lazima tuguse imani watazamaji, kila kitu nacho wajifunze. Sisi katika imani, Mwenyezi Mungu anasema nimewaletea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam awe kigezo chema bora kwenu. Upo? Nipo. Waliomsaliti mtume walikuwa ndugu zake na walimkataa, akatoka zake Maka akaenda zake Madina. Hakupenda wanawala kufikiria, lakini kwa sababu wapingaji walikuwa wengi, walikuwa wanampinga, anapewa amri na Mungu toka sehemu moja nenda sehemu nyingine. Si umeelewa vizuri? Kwa hiyo maana yangu naonyesha hakuna jambo ambalo linaweza likafanywa na wanadamu wote wakaenda kufanyaje? Wakalikubali. Leo kuna muda mwingine hata Biblia inasema kabla hujatoa kibanzi kwenye jicho lako ondoa boliti. Kabla hujatoa kibanzi kwenye jicho la mwenzako ondoa boliti kwenye jicho lako. Watu nawaambia siku zote tutengeneze principle ya kuheshimiana kwenye mpira. Leo hii kuna muda lazima tuambiane, kuna maisha baada ya football. Mpira tunaangalia dakika 90 mtaani, tunakutana zaidi ya siku 5 mpaka 6. Leo ujasiri wa kumwambia mwenzako ajiuzuru kwa sababu zipi? Kwa sababu tu eti wewe unadai pointi za mezani upewe nini? Mwenzako ajiuzuru. Lakini wewe umekosa 2 bilioni 23.2. Kodi hiyo sio umeipata? Wewe unakaa kumsurutisha mwenzako ajiuzuru. Je, wewe una haki ya kujiuzuru? Umanyima hawa raha. Umewanyima 2 bilioni 23. Umewanyima kushika nafasi ya 5 kwa ubora kwenye bara la Afrika. Umejiuliza hayo? Guys, huu ni mpira. Huwa anasema siku zote Simba na Yanga ni tunu la taifa hili. Wazee wetu maskini wameamua kufika mahala kwa namna moja au nyingine kuilinda hii tunu. Sisi leo tumeikuta, tusitumie vibaya na isije ikatugawa. Dhamira na nia ya Simba na Yanga sio kutugawa, ni kutuunganisha. Na ndio maana wazee wetu walipambana kuhakikisha hizo timu toka 1935-36. Leo nazungumza leo za karibia miaka mingapi? 90. Laiti kama hizo timu zingekuwa hazina maana yote tungezikuta. Leo waliopewa dhamana ndio wanakuja kutengeneza principle katika hizi timu kuwagawa Simba na Yanga. Kwa sababu gani? Tumetoka kwenye utani wa asilia wa Simba na Yanga, tunakwenda kutengeneza chuki na fitna tuziingize katika mpira. Binafsi natumia ninyi waandishi wa habari
kulaani watu wenye dhamira mbovu katika mpira wetu. Kile ambacho anakifanya hivi sasa Haji Sande Manara kupitia ukurasa wake wa Instagram kuhusiana na rais wa shirikisho la mpira wetu wa miguu nchini kwetu Tanzania, Wallace Karia, yuko sahihi? Unajua sisi Waislamu mimi leo mwezi 20 leo. Mwenyezi Mungu 2021. Mwenyezi Mungu kuna aya moja anasema tabati yadan habira habi wa tabba. Ndani yake mule kuna mtu anaitwa Abu Lahabi. Watu wa Masri wale wanasema baba la wajinga. Maana yake yule alivyoondoka Abu Lahabi haina maana yeye ameondoka tu peke yake. Maana yake kuna watu wengine watakuwa wamefanyaje? Amewaacha. No comment. Kwa kumaanisha nini? No comment. Kuna mtazamo. No comment. No comment. Walisi wapo. Walisini wapo. Hakuna jambo linaweza kupita hivi hivi likazungumziwa katika masafu alafu hilo jambo lisiwepo. Nimesema na nitaendelea kusema, tuache chuki, tuache ufitna, tuache uzandiki kwenye mpira wetu.